Hujambo na unaendeleaje mtazamaji wetu wa Kimgongo TV? Karibu sana siku ya leo. Niko hapa kwa ajili ya kupiga story na wewe, kukupa yale ambayo yataulisha ubongo wako na yatakuelimisha na utayajua yale ambayo ulikuwa huyajui. Ndio. Kipindi hewani ni Dunia Inasemaje. Na mbele yako hapa ni Olivia Moses. Siko peke yangu hapa studio, niko na director Majan nyuma ya kamera hapo. Ndio. Sasa leo nataka tuongee, tuelimishane kitu kimoja ambacho naamini ulikuwa ufahamu chochote kuhusiana na hiko kitu. Leo tuende mpaka Ziwa Victoria. Tukifika pale Ziwa Victoria, tuende mpaka bandari ya Bukoba. Alafu tukifika pale tuangalie mwaka 1996 kilitokea kitu gani kutokea pale bandari ya Bukoba. Nataka nikujuze kwa uchache tu kuhusiana na ajali ya MV Bukoba. Twende hivi. Mnamo miaka ya 70 hapo, Tanzania ilikuwa na changamoto kwenye ishu nzima ya usafirishaji kwenye upande wa Ziwa Victoria. Nikizungumzia Ziwa Victoria linaunganisha maeneo muhimu ya mikoa ya Kagera, Mwanza pamoja na Mara. Sasa kulikuwa kuna changamoto kubwa ya usafirishaji hapo. Kusafirisha abiria pamoja na kusafirisha mizigo mbalimbali. Mara ya kwanza kabisa yalikuwa yanatumika mashua ndogo ndogo na meli za kizamani ambazo hazina usalama wa kutosha kwenye kusafirisha abiria wake. Sasa Tanzania chini ya serikali ya awamu hiyo ikaamua kukaa chini sasa kuzungumza kwa kina zaidi kuhusiana na ishu nzima ya usafirishaji, upande wa kuleta meli nzuri kabisa na ya kisasa. Na serikali ilikaa pamoja na Marine Service Company kwa ajili ya kuzungumzia hilo. Na ndipo serikali ya Ujerumani kwenye karakana yao kule wakapata shavu nono kwa ajili ya kuitengeneza meli hiyo hapo ya MV Bukoba. Ikatua katika bandari ya Bukoba na ikapewa jina la MV Bukoba. Utajiuliza, kwa nini ilikuwa MV Bukoba? Kwa nini isiwe hata MV Victoria au MV Mwanza au whatever? Kwa nini iliitwa MV Bukoba? Kwa sababu kwanza ilitafsiriwa kama ni meli ya kifahari, wakaamua kuiita hivyo kwa sababu bandari hiyo ilikuwa inatoa abiria pale kupeleka sehemu nyingine hizo kupitia Ziwa Victoria. Lakini pia iliweza kutafsiriwa kama meli ya maendeleo. Biashara upande wa kusafirisha mizigo ilikuwa unasafirisha mzigo wako kutumia meli ya MV Bukoba ukiwa na amani na usalama kabisa, kwa sababu ni meli moja kubwa ya kifahari ya kisasa imetengenezwa katika nchi za wenzetu. Ndio. Sasa ilitua hapa kwetu kwenye bandari ya Bukoba, Tanzania, Ziwa Victoria, na ikaanza kutumika. Ilipoanza kutumika kwenye miaka 70 hapo, ikaanza kutumika meli hiyo, kila mtu alikuwa anaipenda, kivutio kikawa, yani watu wakawa wanaishambulia kweli kweli, kama sasa hivi maendeleo tulionayo watu tunavyoshambulia means nyingine za transportation. Ndio. Sasa kutoka hapo tukawa tumeingia sasa kwenye hiyo meli kuangalia maajabu ni yapi. Imetua, maajabu ni yapi? Sasa ndio ishafika kwenye bandari Bukoba. Tukaanza kuona kwamba ni meli ambayo imejengwa kisasa sana, ina migahawa mikubwa na mizuri, lakini ilitengenezwa kwa madaraja mbalimbali. Kama tunavyopanda kwenye ndege au kwenye treni, kuna zile madaraja tofauti tofauti. Kuna daraja la biashara, kuna daraja la loyo tunaita kifalme, madaraja tofauti tofauti kwa ajili kila mtu na uwezo wake na uchumi wake basi akae huko. Ndio. Basi hata meli ya MV Bukoba pia ilikuwa na madaraja tofauti tofauti. Ilikuwa na madaraja kwa business classes, ilikuwa na daraja la economy, ilikuwa na daraja la loyal. Na meli hiyo iliweza kubeba watu mbalimbali, viongozi wa kiserikali, wafanya biashara, wanafunzi, watalii, yani kila mtu aliweza kupanda kwenye ile meli. Anapoamua kupanda, aliweza kupanda kwa vile unavyoweza wewe kutokana na ule uchumi wako kwa daraja lako hapo. Ndio. Ilikuwa ni meli nzuri sana na ya kivutio. Twende hivi. Kama ambavyo tunajua, usafiri unapokufikia basi inakuja na leseni yake. Sasa leseni hii ya MV Bukoba ilisoma kwamba abiria ambao watatakiwa kupanda kwenye meli hii wawe abiria 430. Hiyo ndio ulikuwa uwezo ama ujazo ambao unatakiwa abiria wake wafiti humo. Lakini pia mizigo ilikuwa na uwezo kubeba tani 160 ya mizigo na magari machache sana yasiyozidi 50 upande wa chini ya bezi ya chini ya meli hiyo. Kwa hiyo leseni ilisoma hiyo ni upande wa ujazo. Sasa kama tunavyojua, kipya
kinaenda, mwisho wa siku kinaendelea, kwa sababu kinaendelea kutumika, kwa ule upya unaanza kuondoka. Sasa kwa sababu kwenye hizi shirika za usafirishaji mtu anaweza akafanya kazi leo, lakini kesho asiwepo pale, akapo kitengo kingine. Basi sasa kuna wale mabaharia, manaodha na wengine ambao walikuwa wana ukaribu sana na kutumia ile meli, walikuwa wanatoa baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea kwenye meli, mfano marekebisho mbalimbali. Meli imefikia hapa, inatakiwa kufanyiwa hivi, kuna kitu kiko hivi, usalama uwe hivi. Basi vilikuwa vyote vinawasilishwa kwenye shirika la usafirishaji. Lakini si kila ambacho kilikuwa kinawasilishwa kilikuwa kinatendewa kazi, kwa sababu viongozi wanabadilika, majukumu yanakuwa tofauti. Kwa hiyo kuna yaliyokuwa yanatekelezwa na kuna yaliyokuwa hayatekelezwi pia. Usafiri uliendelea kusafirisha mizigo na abiria kama kawaida ya usafiri mwingine. Ilipofika 1996 mwezi Mei tarehe 21, hiyo siku hii meli ya MV Bukoba ilikuwa inasafirisha abiria wake kama ilivyo kawaida yake. Sasa abiria walikuwa wanapanda, ilikuwa ni yani kama vile purukushani hapo, makelele, ilikuwa mida ya asubuhi hivi. Kwa makelele hapo nini, huyu anaingia, huyu anatoka, huyu anapeleka, anamsindikiza abiria ndugu yake ambaye ni abiria wa meli ya MV Bukoba. Kwa purukushani zilikuwa nyingi, huyu anaenda kusafiri, anatembelea ndugu, jamaa na marafiki, huyu anaenda kwa ajili ya biashara. Kwa kila mtu alikuwa anaenda kutembea kwa vile ambavyo anataka kutumia hiyo meli ya MV Bukoba. Basi sasa wale abiria walipoingia, wale ambao walikuwa ni wasindikizaji wakaanza kuona kama vile meli inaelemea upande mmoja. Lakini wakasema kwa sababu ndo kwanza abiria wanaendelea kupakiwa kwenye meli, basi inaweza ikawa tu bado movement ni kubwa, ndo maana meli inaelemea upande mmoja. Basi hakuna mtu ambaye alinotice chochote. Lakini nakukumbusha tena, leseni ya meli ya MV Bukoba ilisoma kwamba inatakiwa kuwa na abiria 430 pekee, wasizidi hapo. Lakini siku hiyo meli hii ya MV Bukoba iliweza kupakia abiria zaidi ya 800. Zaidi ya 800. Ina maana ilivuka kiwango cha leseni inavyosoma. Basi safari ikaanza, nahodha akaruhusu meli na meli ikang'oa nanga hapo. Ikaanza safari ya kuelekea Mwanza. Ikaenda, watu wanapiga story kwenye meli, watu wanaongea, wengine walijuana hapo na badilishana namba za simu, wengine wanaambiana jamani, mimi ukifika sehemu fulani pale ndo kwetu. Unajua zile stories za hapa na pale soga, unajua mambo kama hayo. Mkikutana kwenye usafiri unapata mtu anaongea, basi nao naongea, mnapiga story kama hivyo, safari inakuwa fupi kwanza kama tunavyofahamu. Basi safari inaendelea, ikafika giza likaingia nini, safari inaendelea. Lakini palipopambazuka kale ka asubuhi fulani hivi, maeneo ya Bugolora, ni kama kilomita 130 hivi kuifikia Mwanza. Ndio pale meli kaanza kubonya upande mmoja, kama vile inaelemea upande mmoja. Safari huku ikiwa inaendelea, mashaka ya watu yakaanza, kuna nini tena? Lakini kumbuka kuna wale ambao wako kwenye hivi viboti vidogo vidogo, zile mashua ndogo ndogo, na wengine walikuwa ngambo kabisa, wakaanza kuona mbona kama ile meli inaenda upande. Lakini kabla watu hawajajiuliza vizuri, sasa meli ikazama kwa ghafla sana. Tarehe 21 Mei 1996 meli ilizama. Lakini kama tunavyofahamu, kipindi hiko cha mwaka 1996 hakukuwa na mawasiliano ya karibu kama tulionayo kwa sasa hivi. Kwa hiyo hata ule upatikanaji wa taarifa ya haraka kutokana na hiyo ajali haikuwa kubwa sana. Walifanikiwa tu kuona wale ambao walikuwa mazingira ya pale karibu na ile meli, wale wenye mashua ndogo ndogo, viboti vidogo vidogo, na hata wale ambao walikuwa kidogo ngambo ya ziwa kwa mbali sana waliona. Lakini taarifa hii ilichelewa sana kufika Mwanza kwa sababu ya kuto kufikisha kwa urahisi kutokana na simu kama zilizopo sasa hivi. Sasa hivi unaweza mtu ukapiga zako picha, umeposti zako TikTok au WhatsApp huko au Facebook, mtu kaona, Instagram mtu kaona, habari inamfikia kwa haraka zaidi. Kwa kipindi hiko haikuwa na urahisi wa hivyo. Kwa baada ya masaa 8 na zaidi ndo watu walianza kusogea, zile mashua, boti nyingine zikaanza kusogea eneo la tukio kwa ajili ya kuokoa watu, lakini walikuwa wameshapoteza maisha wengi sana. Na kilichofanya pia wapoteze maisha kwa uharaka ni kutokana na ubaridi wa maji ya ziwa Victoria. Na wengi wao walikuwa wanaweza kuogelea vizuri kabisa, lakini kutokana na ubaridi wa maji ya ziwa Victoria walishindwa kuogelea kwa sababu ya ubaridi. Maji ya ziwa Victoria kwa siku hiyo ilikuwa na nyuzi joto takriban nyuzi joto +2.
Kwa hiyo wewe unayefahamu hivyo utakuwa unaelewa sasa yalikuwa yana ubaridi kiasi gani. Watu walianza kuokolewa. Eneo lile likawa ni eneo ambalo kama vile zito, kwa sababu mamia ya watu wamekufa pale. Na kukumbusha, mara ya kwanza meli hii ilipokuwa inatoka Bukoba kwenda Mwanza ilibeba abiria zaidi ya 800. Ni nje kabisa ya vigezo vya leseni yake. Leseni yake ilisoma inatakiwa kubeba abiria 430. Kwa abiria walizidi. Kwa eneo hilo walikufa watu wengi sana. Ilianza kuokolewa miili na si watu. Miili iliokolewa na mingine ilifukiwa na meli, yani ilizamishwa na meli. Kuna watu ambao walianza kuona ikining'inia, wapo ambao waliweza kutolewa, lakini mpaka wanamaliza uokozi ni watu takriban zaidi ya 500. Miili ya watu takriban zaidi ya 500 ilifanikiwa kuokolewa. Lakini mingine mamia ya miili ya watu ilibaki kwenye maji. Ilimezwa huko na meli ya MV Bukoba majini kwenye ziwa Victoria. Tarehe 26 Mei 1996, serikali ikiongozwa na rais wa awamu hiyo ambaye alikuwa ni Benjamin William Mkapa aliliongoza taifa. Alifika mpaka Mwanza kwa ajili ya mazishi ya pamoja ya kuwapumzisha ndugu zetu hawa, japokuwa hatukuweza kuwapumzisha wote kwa sababu kuna mamia ya miili ambayo ilikuwa imebaki chini ya ziwa Victoria. Kwa heshima ya wale ambao hawakuweza kuokolewa, familia zao ziliweza kupeleka maua na wakayatosa kwenye ziwa Victoria. Kuna waliopeleka mtu anakuwa na imani yake, amepeleka nguo, anaiacha iende kwenye ziwa Victoria akiamini kwamba naye ameshiriki kumzika ama kumhifadhi ndugu yake. Na mazishi yalifanyika siku hiyo. Na msiba uliongozwa na rais wa awamu ya 3 wa Tanzania ambaye alikuwa ni hayati Benjamin William Mkapa. Tulipoteza watu wengi, nguvu kazi, tulipoteza wazazi, tulipoteza ndugu zetu, majirani, marafiki, jamaa zetu tuliwapoteza hapo kwenye meli ya MV Bukoba. Lakini serikali baada ya kumaliza maombolezo hayo ilitaka tujue nini chanzo cha meli hii kupoteza watu wengi sana na ikiwa haijafanya kazi kwa miaka mingi sana. Nikukumbushe, meli hii ilikuja nchini Tanzania miaka ya 70, lakini 1996 iliweza kuondoka. Na haikuondoka tu kukwama, bali iliondoka na watu wengi. Miezi michache baadaye, baada ya kumaliza mazishi na taifa kutulia kidogo, serikali iliandaa tume ya uchunguzi chini ya Jaji Joseph Sinde Warioba na kumwamini kumpa nafasi hiyo ya kuweza kufanya uchunguzi kuhusiana na ajali ya meli hii ya MV Bukoba. Na kuna mambo ambayo yaliweza kugundulika. Moja kati ya mambo hayo ambayo yaliweza kugundulika, kwanza kabisa meli ilikuwa na tatizo la kiusalama. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vilifungwa kwa ajili ya kuweka usalama wa meli hiyo havikuwepo kwenye meli hiyo. Hilo ni la kwanza. Lakini jambo la pili ni kupuuzwa kwa marekebisho na matengenezo ya meli hiyo kila baada ya malalamiko kwenda kwenye uongozi mkubwa. Kwamba kuna kifaa ambacho kinatakiwa kiwekwe kwa ajili ya kusafirisha hii meli iende hivi, ikaguliwe, ifanywe hivi. Kuna maagizo ambayo yalikuwa yanapuuzwa kwenye swala zima la ukarabati wa meli hiyo. Lakini jambo la tatu na jambo la mwisho ambalo liliweza kutambulika chini ya tume ya Jaji Joseph Sinde Warioba ni kuhusiana na uzito uliokithiri wa meli hiyo kwa hiyo siku. Abiria waliozidi 800, mizigo iliyozidi tani 160 na magari mengi sana bezi ya chini. Kwa hiyo tunaona kabisa meli ya MV Bukoba hivyo ndio vilikuwa visababishi vikubwa vya kutokea kwa ajali hiyo. Kwa nini nimekuletea haya kwa siku ya leo kwenye kipindi cha Dunia Inasemaje? Nataka tu nikupe angalizo. Nataka iwe desturi yetu mimi na wewe unayenitazama. Tuwe wazuri sana kwenye kukamilisha uchunguzi wa vile vifaa tunavyovitumia katika usafirishaji ama katika vile ambavyo tunatumia sisi kusafiri. Unavyotaka kutuma mzigo sehemu, basi hakikisha iko chombo ambacho unakitumia mzigo wako ufike, basi ni chombo ambacho ni salama na mzigo wako utafika.
Lakini kama unatumia gari, unataka kwenda sehemu, gari yako binafsi, basi hakikisha kwamba unalichunguza gari lako, haupandishi watu wengi kwenye gari yako ili ufike huko salama. Basi utafika salama, unaweza ukafika utofika salama, lakini isiwe kwa vigezo ambavyo wewe vilikuwa ndani ya uwezo wako kuweza kuvitatua. Basi iwe kwa ajili tu ya bahati mbaya kama lilivyo neno ajali, lakini isiwe kwa vile ambavyo uliweza kufanya kuzuia na ukashindwa kuvizuia. Ni hayo tu ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo, na niko hapa tuendelee kuombea wale ndugu zetu ambao tuliwapoteza kwenye ajali ya MV Bukoba tarehe 21 Mei 1996 na tuliwapumzisha tarehe 26 Mei 1996. Tuseme tu Bwana alitoa na Bwana ametoa, waendelee kupumzika kwa amani. Naitwa Olivia Moses. Naamini kuna jambo ambalo unatamani kujifunza tena, tuongelee kitu gani? Basi comment yako iwepo hapo chini ili tuweze kuendelea kuelimishana, kufundishana, kuburudishana, tupige story kama hivi. Ndio, tuambie tu kwenye uwanja wa maoni hapo kwenye comment. Shusha comment yako hapo, mimi mwenyewe nitaisoma na nitakujibu vizuri kabisa. Nyuma kamera director Majan, tukutane siku nyingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kemgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo. Kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube channel yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.